Papa Leo wa 14, jina halisi Robert Francis Prevost, alichaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa la Katoliki tarehe 8 Mei mwaka huu. Akawa papa wa 267 katika historia ya kanisa hilo. Yeye ni papa wa kwanza kutoka Marekani na pia ni wa kwanza kutoka kwa shirika la watawa wa Mtakatifu Agostino. Kabla ya kuchaguliwa, alihudumu kama kardinali na alikuwa na uzoefu mkubwa katika huduma kimishonari na uongozi wa kanisa. Robert Prevost alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1955 huko Chicago, Marekani. Alisomea katika seminari ya shirika la Mtakatifu Agostino huko Michigan na baadaye akapata shahada ya sayansi ya hisabati kutoka chuo kikuu cha Villanova. Aliingia rasmi katika shirika la Mtakatifu Agostino mwaka 1978 na kuweka nadhiri za milele mwaka 1981. Alipadrishwa mwaka 1982 baada ya kusomea teolojia katika chuo cha teolojia cha Chicago. Papa Leo wa 14 alitumia zaidi ya miaka 20 kama mishonari nchini Peru, akihudumu kama paroko, mwalimu wa seminari na kiongozi wa shirika. Mwaka 2001 alichaguliwa kuwa mkuu wa shirika la Mtakatifu Agostino, nafasi aliyoshikilia hadi mwaka 2013. Baadaye aliteuliwa kuwa askofu wa Chiclayo nchini Peru na kisha kuwa mkuu wa idara ya maaskofu katika Vatican. Alichukua jina la Leo 14 kwa heshima ya Papa Leo wa 13 anayejulikana kwa juhudi zake za haki za kijamii na haki za wafanyakazi. Katika hotuba yake ya kwanza, Papa Leo wa 14 alisisitiza umuhimu wa amani na mshikamano wa kanisa akisema, amani iwe nanyi nyote. Aliahidi kufanya kazi kwa ajili ya kanisa lililo na umoja na linalofuata mafundisho ya Yesu na Injili. Papa Leo wa 14 anakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na marekebisho ya mfumo wa kifedha na usimamizi wa Vatican, kushughulikia migawanyiko ya ndani ya kanisa hasa kuhusu masuala ya kijinsia na familia, kuhimiza mazungumzo na serikali ya China kuhusu uteuzi wa maaskofu, pamoja na kuendeleza juhudi za haki za kijamii na kusaidia wahamiaji na wakimbizi. Waumini wengi wanatarajia kuwa Papa Leo wa 14 ataendeleza mwelekeo wa Papa Francis katika masuala ya kijamii na mageuzi ya kanisa. Uchaguzi wake umeleta matumaini mapya kwa waumini, hasa kutokana na historia yake ya huduma kwa maskini na kujitolea kwa ajili ya haki za binadamu. Kwa ujumla, Papa Leo wa 14 anatarajiwa kuwa kiongozi wa kanisa mwenye mtazamo wa kimataifa, anayejali haki za kijamii na mwenye nia ya kuleta umoja na mageuzi ndani ya kanisa la Katoliki.